Majina yote. Baba, tumepata neema tena ya kuwepo mbele zako Baba. Tuko tayari tena Baba kusikia kutoka kwako. Asante Baba kwa ajili ya hatua hii iliyotufikisha. Na Baba wa rehema, tunapenda kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12 na 13. Baba, tunahitaji kuendelea kujifunza neno lako Baba wa rehema. Na Baba, tupate kukufahamu wewe. Maana njia pekee ya sisi kupata kukuelewa wewe na kukufahamu Bwana ni kupitia neno lako. Neno lako litanie taifa letu, viongozi wetu Baba wa rehema. Neno liwakuishi, neno liwalinde, neno liwaepushe Baba na mabaya yote. Neno ilete amani katika taifa yetu, neno ilinde mipaka yetu yote. Neno Baba wa rehema ilete uamsho Baba wa rehema ya kuaminisha watu katika jina la Yesu manabii. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Tuende katika sura ya 12. Alafu uwe makini kwa sababu tuliona kuanzia ile sura ya 10 na 11 Musa akifafanua zaidi juu ya sheria na dhambi waliyetenda, na bila shaka hata kupelekea Musa kupanda juu na kuomba msamaha kwa ajili yao na kutengenezwa kwa sheria ya pili. Bila shaka Musa akaendelea kuelezea habari za sheria, lakini bado hebu tuendelee kuona maelezo ya kina ya hizo amri katika sura ya 12 na 13. Watu wa Mungu, wacha nikwambie, unapoelewa mambo Musa alivyofundisha kwenye Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ni tofauti na kitabu cha Kutoka, mambo ya Walawi na Hesabu. Pale Musa alikuwa anachukua jinsi ilivyo, anaileta jinsi ilivyo. Lakini sasa Musa anafafanua kwa undani na kwa kina zaidi kila sheria, kwa sababu kizazi kile kilichopewa pasipo kufafanuliwa, kumbuka, waliishia kutoelewa. So ni kana kwamba sasa Musa ameamua sasa afanye kazi ya ziada ili watu wapate kuelewa. Na ndio maana wanaambiwa kuwa hizo amri walitakiwa zifunge katika mikono, lakini katika paji za uso, lakini pia zifungwe katika mwimo na mwimo. Zilikuwa zinafanywaje? Zilikuwa zinaandikwa mafungu, alafu yanafungwa katika ngozi iliyotengenezwa kama kiboksi, alafu inafungwa katika mwimo wa mlango. So ina maana unapotoka nje unaenda ndani, ulitakiwa uguse katika moyo ama uibusu nini. Ina maana unapofanya hivyo sio ikulinde, ili ikukumbushe, iwe ni ukumbusho. Anapotoka mtoto wa Myahudi nje, ilibidi aguse katika hizo amri zilizowekwa katika mwimo wa mlango. Lakini watu wengi wakazielewa vibaya, wakaamua sasa wazifanye kuwa kama nini? Kuwa kama hizi rizi. Na mimi nasema hivyo, watu wa Mungu, ndiyo asili ya irizi. Yesu alikuja kuipinga jambo hilo. Alikuja kuipinga Yesu. Alipinga jambo hilo kwa Mafarisayo. Hata habari za kuziandika kwenye paji la uso na kwenye mkono, na kuvaa mavazi marefu, na kula katika nyumba ya wajane, na kutembea masokoni wamebeba vitabu vyao ili waonekane. Yesu alisema kuwa walikuwa hawafanyi kwa ajili ya faida ya kujenga ufalme wa Mungu, lakini kwa ajili ya faida zao. Mtu wa Mungu, Mungu amekufungua ili neno lake likae ndani yako. Usitumie huo mwanya kwa ajili ya neno hilo ili uonekane kama wewe unaweza, bali itumie neno hilo kwa ajili ya kutangaza fadhili zake Bwana. Maana fadhili zake Bwana ni mapenzi yake Bwana. Maana tofauti iliyopo kati ya sisi wa Agano Jipya na wa Agano la Kale. Wa Agano la Kale, wao ndio waliyetakiwa wawe wana na uzao mteule na mzaliwa wa kwanza
kwa neema ya Mungu, maana Mungu aliwachagua ingawa walikuwa ni taifa iliye dogo, ingawa walikuwa ni wachache, ingawa walikuwa na dhambi, lakini Mungu aliwachagua katika neema hiyo ili angalau kupitia wao ije itokee neema. Lakini kumbuka, lengo ilikuwa ni waje watangaze fadhili za Bwana. Mungu alitaka ya kuwa ajidhihirishe katika taifa moja, baada ya taifa hilo basi awafanye kuwa ni taifa la kimakwani. Kazi yao sasa, wao wasimame katika hatua za kuunganisha watu na Mungu. Ndio maana walivyokataa sasa, Mungu akatoa mbegu pale kwao, ambao ni Kristo Yesu, mbegu iliyo njema. Kupitia Kristo sasa sisi tukapata neema, tuliyekuwa ni mzaituni mwitu tukapata neema ya kuwa taifa. Sisi ambayo hatukuwa na neema ya kuwa taifa, tumekuwa taifa, tumekuwa ni uzao mteule. Na ili tufanye nini? Ndio maana ukisoma pale kwenye waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9 inasema kuwa ili tutangaze fadhili zake. Yesu anasemaje katika ile agizo kuu? Anasema ya kuwa enendeni. Umeona sasa, Waisraeli hawakutakiwa kuenenda, walitaka kujitenga kabisa na kujitenga kabisa, kutoungana na wengine mpaka wakati ambayo ingefikia ndipo wangeruhusiwa kwenda, maana kila jambo na wakati wake. Lakini walipokataa jambo hilo, basi kumbuka Mungu aliwakataa, na alipowakataa akatuchagua sisi. Ndio maana sasa watu wa Mungu, Yesu anasema tuenende. Je, wewe bado unakaa katika misingi ya Kiyahudi, misingi ya Agano la Kale ambayo haikuruhusu mtu kwenda? Lakini msingi wa Agano Jipya ni sasa ya kutangaza fadhili za Bwana. Ina maana tuepeleke injili, tuwaendee sasa, tuwafanye kuwa ni wana wa Mungu. Hebu sasa twende kwenye sura ya 12 isipoteze muda. Sura ya 12 kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tuendelee kuona Musa akizidi kufafanua juu ya sheria. Na mimi nasema ya kuwa bila shaka utaona jinsi ambao watu hao walivyotakiwa kuishi. Kama walitakiwa, sisi inatakiwa kuishi zaidi, yani katika maisha mazuri zaidi kuliko wao. Maana wao, kumbuka, Bwana alikaa katikati yao, lakini sisi Bwana anakaa ndani yetu na tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka wale hawakuwa na Roho Mtakatifu. Wala hakuwa na Roho Mtakatifu. Sisi Roho Mtakatifu yuko ndani ya kila mtu aliyeokoka. Ndio maana unabatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, lakini pia unabatizwa kwa ubatizo wa moto, ama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anaposhuka anakaa ndani yako, anakuongoza katika kutenda matendo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende sasa kwa jina la Yesu. Sura ya 12 Kumbukumbu la Torati. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako imiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakao yamiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi vunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na maashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo, wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Umeona sasa? Musa anasema kuwa hizo ndio sheria, hizi sheria wazishike, lakini wafanye nini? Waangamize miungu yao. Umeona sasa? Lakini sio miungu yao, na majina yao yafutwe. Ina maana waangamizwe wote, wasiwepo kabisa. Alafu mahali ambapo Bwana atakapochagua, wapi? Ilikuja kuchaguliwa Yerusalemu, na ikawa ni mji mkuu wa mfalme mkuu Daudi. Na kumbuke ya kuwa pale pale Yerusalemu ndipo Bwana alimuelekeza Daudi ya kuwa ajengewe hekalu katika kiwanja cha Aruna. Nani? Aruna, kiwanja cha Aruna. Kiwanja cha Aruna ambayo Daudi alinunua baada ya ile tauni, baada ya Daudi kuhesabu wake. So kumbuke ya kuwa Yerusalemu ilichaguliwa, pakawekwa jina la Bwana pale, na ikawa sasa ni mji mtakatifu.
ni mji wa mfalme mkuu. Yesu alidhibitisha kusema kuwa usiape juu ya Yerusalemu, maana ni mji wa mfalme mkuu, ambao ni mfalme mkuu ni Yesu Kristo. Umeona sasa? Na kumbuka ya kuwa Suleimani alipojenga ile hekalu, alijenga hekalu ile la Yerusalemu. Ndio maana watu wengi walikuwa natoka wakienda kuhiji Yerusalemu wakati wa hizo sherehe. Umeona sasa? Naona ilichaguliwa Yerusalemu ili iwe ni mahali palipo kwa jina la Bwana. Na kumbuka ya kuwa baada ya kuchaguliwa pale, ina maana ilitakiwa sasa, kama Suleimani tulivyoona kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 8, baada ya kukamilisha kujengwa kwa ile hekalu, ina maana kuanzia sasa hivi tunapoenda, ina maana kuanzia hapo mpaka kujengwa hekalu ilikuwa ni kama miaka 500. Miaka 500 baadaye ndipo Suleimani anajenga hekalu mahali ambapo Mungu alichagua, maana watu hao walitoka katika mapenzi ya Mungu. Na anapojenga Suleimani, anapoweka wakfu hekalu, anaomba akisema ya kuwa atakapotokea kuwa watu wako wakaonewa, nao wakaitazama mji mtakatifu, nao Bwana wasikie. Umeona sasa? Bwana hapa anasema ilikuwa sheria kwenye Torati ya kuwa Myahudi yeyote angetokea kuonewa, akageuka, akatazama mji mtakatifu, akatazama palipowekwa jina la Bwana. Umeona ukisoma kitabu cha Yona ile sura ya ngapi? Sura ya 2. Yona anapoomba baada ya kupewa nafasi akiwa ndani ya tumbo la samaki, anasema kuwa nitatazama mji mtakatifu, nitaitazama hekalu lako, nami nitaondoa nadhiri zangu. Hakuna aliyetazama ule mji na kutazama ile hekalu asipate ukombozi. Lakini ni kwa sababu umeona pale Bwana anasema kuwa patakapochaguliwa kati ya kabila yenu na kuwekwa jina langu, mtu yote atakayeitazama basi atapata ukombozi wake. Lakini je, mji tunayetazama sasa hivi ni wapi? Mji wetu ni Biblia. Tazama mji wa Biblia. Unapotazama maandiko ni sawasawa na Mwisraeli aliyekuwa anatazama mji mtakatifu, maana ilikuwa ni ulimwengu wa kawaida na ilikuwa ni agizo la Mungu Baba. Umeona sasa? Tunaona kabisa kwa kumbe yule mfalme Suleimani hakusema kutoka kwenye akili yake, lakini kumbe alinukuu kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12 iliyokuwa ni moja kati ya sheria. Umeona hapo anaanza Musa kusema kuwa hizi ni amri ama sheria waliyetakiwa kufanya nini? Kuzitii. Na maana hata kuangamiza watu waliwaangamiza, lakini kwa mapenzi ya Mungu. Hata kuwafuta watu waliwafuta kwa mapenzi ya Mungu, maana Mungu alitoka mbele zao kama moto ulao, ndipo wao wakapata kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Lakini huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za imani na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na kondoo, na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu. Nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wa nyumbani mwenu aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Msifanye kwa kufuata mambo yote tuyafanyayo hapa leo, kila mtu kama aonavyo vyema machoni pake, kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi ya kupewa Bwana Mungu wako. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowarithisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama, wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu mnachoamuru sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka kuinuliwa mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu wanaume na wanawake, na Mlawi aliyemo malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa? Inasisitiza habari za mahali patakapochaguliwa. Umeona? Ina maana kwa sasa hivi watu hao
wako safarini, wako katika msafara, wanakwenda katika nchi ya ahadi. Lakini kumbuka Bwana anakaa katikati yao. Lakini kumbuka kama tulivyoona ya kuwa upande wa mashariki ilitakiwa ianzie katika mto Frati. Upande wa magharibi ulitakiwa uende mpaka bahari ya magharibi ambao ni bahari ya Mediterranean. Upande wa kusini ulitakiwa uende mpaka jangwani ikija mpaka katika mto wa Misri. Na upande wa kaskazini ulitakiwa uende mpaka mlima wa Lebanoni. Hebu pata ukubwa huo. Ina maana kama ni kusafiri kwenda mahali palipowekwa jina la Bwana ambaye ilikuja kuwa ni Yerusalemu, ilibidi watu wasafiri muda mrefu, maana ilikuwa ni eneo kubwa sana. Lakini kumbuka anatoa agizo Mungu ya kuwa mahali patakapowekwa jina lake ndipo watakapopeleka matoleo yao ya aina tofauti tofauti. Na kumbuka matoleo imetajwa mzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza walikuwa ni fungu la Mungu. Tangu Mungu alipowatoa Misri, Kutoka sura ile ya 13. Mungu anamwambia Musa kwa nitengee wazaliwa wa kwanza, maana wao watakuwa ni wa kwangu. Lakini pia wazaliwa wa kwanza wa mifugo yao. Lakini wale wanyama kama punda waliyekuwa ni wanyama sio wasafi. Lakini kumbuka ilitakiwa ya kuwa punda umkomboe, au usipomkomboa kwa kulipia mnyama msafi, bila shaka ilitakiwa uvunje shingo yake mbele za Bwana hapo. Lakini kumbuka ya kuwa hata wazaliwa kwanza ilikuwa ni matoleo. Maana hiyo ilikuwa ni moja kati ya amri ya kwa wazaliwa wote wa kwanza. Ingawa kwa sababu watu wale walikuwa bado wachache, Mungu aliona mioyo yao ya kuwa hawakutoa wazaliwa wa kwanza kwa ridhaa zao. Ndio maana Mungu akaamua sasa achague kabila la Lawi ili wachukue nafasi yao ya mzaliwa wa kwanza, wamtumikie kule kwenye hema ya makutano. Lakini wakati huo ulitakiwa mtu achukue mzaliwa wake wa kwanza apeleke pale, lakini amkomboe na sadaka ya ukombozi. Hapo ndipo sasa mzaliwa wa kwanza angekuwa wa kwake, lakini ameshaitoa, ina maana ameshakwenda ameilipia. Bwana Yesu asifiwe. Na hata Yesu Kristo ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 utaona pale mstari wa 23 na 24 ya kuwa na Kristo maana alikuwa ni mzaliwa wa kwanza katika tumbo lake Bikira Maria. So kwa sababu alikuwa ni Wayahudi, bila shaka alipelekwa katika hekalu, ndio maana akapokelewa na yule Simeoni ambayo alistajabika, na kumbe alikuwa na unabii ya kuona wokovu wake kabla hajamaliza safari yake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ujiadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapochagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa. Ndipo utakapotenda yote ni kwa umuruyo. Pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote yatamaniwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa, aliyetawala na asiyetawala anaruhusa kula katika nyama hiyo, kama ya paa na ya kulungu. Lakini usile damu imwageni juu ya nchi kama maji. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala divai yako, wala mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nadhiri zako wekavu zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka ya kuinuliwa mkono wako. Lakini hivyo mtakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, wewe na mwanao mume na mke na mtumwa wako mume na mke na Mlawi aliye ndani ya malango yako. Nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako katika yote utakayotia mkono wako. Jilinde nafsi yako, usimwache Mlawi siku zote uishizo katika nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa hizo sheria bado Musa anazidi kuzifafanua. Kuna kitu ambacho naomba uwe makini uielewe. Naomba uelewe ya kuwa walipokuwa wakati huu ambao wako safarini wanaelekea kule Kanani,
hawakuruhusiwa mtu achinje mnyama kule kule kwenye hema yake ama kwenye nyumba yake. Ilitakiwa ya kuwa ukitaka kuchinja lazima ufanye nini? Lazima mnyama wako umpeleke katika mlango wa hema ya kukutania, na ilikuwa ni desturi ya wale makuhani ndio waichinje, alafu watoe nini? Mafuta yanayofunika iliyopo chini ya ngozi inayofunika kitambi, na zile figo ziwekwe katika juu ya madhabahu ya kuteketezwa. Lakini figo zile pamoja na nini? Figo zile zakiwa iwekwe, yale mafigo mawili yawekwe pia juu pale, na damu pia inyunyizwe katika ile madhabahu, alafu iteketezwe. Ndipo sasa na wewe itolewe sehemu ya nini? Sehemu ya makuhani hao kama sadaka ya ushirika ama amani, na wewe ndipo sasa uchukue sehemu yako ule na nyumba yako. Lakini sasa Mungu anasema ya kuwa wakifika kule katika ile nchi wakatii sheria zake, naye atachagua mahali patakapowekwa jina lake. Walipoingia Kanaani, tutakapoona kwenye kitabu cha Yoshua, mahali palipochaguliwa na kuwekwa jina la Bwana ilikuwa ni sehemu inaitwa Shilo. Wanapoingia kule, pahali panapochaguliwa ni Shilo, lakini Shilo ilikuja kukataliwa. Shilo, ukitumia Shilo, jua kabisa kwa Shilo ilikuja kukataliwa Saganda. Ni sasa unatumia Sodoma na Gomora, haikumaliza vizuri. So Shilo, mimi nitakuonyesha sehemu ambayo Shilo ilikataliwa. Kumbuke ya kuwa Eli alikuwa Shilo, watoto wake walikuwa wanaharibu Shilo. Vita vilivyopiganwa na Wafilisti, kumbuke ya kuwa wale Hofni na Feneasi walichukua sanduku la agano kama desturi, waende nao kama Feneasi mwana wa Eliazari alivyochukua vyombo vitakatifu akaenda nao mbele za vita, na wakawapiga Wamidiani kweli kweli. So walipokwenda kule, maana wao walikuwa wanatenda maovu, wanakatazwa, wanatenda mabaya, baba yao anawakataza kwa ulegevu, wanatenda mabaya, hatimaye wakapigwa, wakauawa, na ile sanduku la Bwana ikaondoka. Sanduku iliondoka Shilo moja kwa moja, ikurudi tena, na Shilo ikaja ikakataliwa, maana Shilo iliharibiwa na Eli na familia yake. Ndipo sasa sanduku la agano likaenda kukaa kwenye nyumba ya Abinadab miaka mingi kweli kweli. Lakini Daudi alipokuwa ni kiongozi, akawaza kuipandisha sanduku aipeleke kwenye mji mtakatifu ambao ni Yerusalemu, na Daudi akikabidhi Mungu mji wa Yerusalemu. Ndio maana Yesu alisema huo ni mji nini? Mji wa mfalme mkuu. Na Daudi akajenga hema ya kumwabudu Bwana, akafanya mchakato wa kutoa ile sanduku la agano kwenye nyumba ya Abinadabu. Ipelekwe wapi? Ipelekwe kwenye mji wa Daudi. Lakini njiani, bila shaka, mtu mmoja akaona gari inataka kudondoka, akaenda asaidie sanduku la agano isidondoke. Alikuwa ni nani huyo? Alikuwa ni Uza. Pale akapigwa, kwa sababu kumbuka sanduku la agano walitakiwa ifunikwe na makwani. Na makwani nani? Wa nyumba ya nani alitakiwa kufunika? Eliazari, sio Ithamar. Baada ya kuifunika, ilitakiwa ibebwe na familia gani katika nyumba ya Lawi? Wako wapi ndio walitakiwa waishike? Lakini je, Uza mwana wa Abinadab alikuwa ni wa ukoo wa familia wako wapi? Hapana. Ndio maana alipigwa pale akafa. Alipokufa pale, Daudi akaogopa sana, akawaza kuwa sanduku la agano aweze kaipandisha tena. Lakini Obed Edom akakubali kupokea sanduku la agano,
Na miezi michache nyumba ya Obed-Edom ikabarikiwa sana. Daudi akaona wivu. Daudi sasa akaenda akasoma Torati, akagundua kuwa kumbe sanduku la agano watu walipokuwa na safiri ilikuwa inatengenezwa na kufunikwa na makwani, lakini kwa nyumba ya Eleazari. Alafu watu 4 wa kabila la Lawi, lakini familia ya Kohathi walitakiwa waibebe. Ndipo ikapandishwa mpaka katika mji ule sasa, lakini ulikaa katika hema makutano, hema iliyojengwa ya kuabudu, mpaka Suleimani alipojenga hekalu pale Yerusalemu. Ndipo ikatoka katika ile hema ikahamishia katika hekalu sasa, ambayo ikawa ni mahali palipowekwa jina la Bwana. Je, sasa hivi mahali palipowekwa jina la Bwana ni wapi? Ni kila madhabahu inayofundisha neno la Bwana ni mahali palipowekwa jina la nani? La Bwana. Kanisa inayofundisha ukweli imewekwa jina la Bwana. Kila madhabahu inayomtukuza Bwana katika roho na kweli ni mahali palipowekwa jina la Bwana. Nitakuonyesha ilikuwaje mpaka kafikia sasa mahali pa kuabudu Bwana ziwe nyingi, tofauti na ilipokuwa Bwana amesema kuwa na iwe sehemu moja palipochaguliwa na Bwana nao upeleke sadaka zako. Lakini tumeona hapo sasa wanapewa kibali watakapoingia katika nchi ya ahadi. Bila shaka watatakiwa, wanaweza wakachinja, lakini wanapewa masharti ya kuchinja. Ya kwa watakapochinja, bila shaka waangalie wasile damu. Wanaambiwa kuwa damu wataimwaga kama nini? Kama maji. Ina maana walitakiwa waimwage, wakishaimwaga walitakiwa wachukue mchanga wafunike nayo. Lakini walikuwa waruhusiwi kula damu, kwa sababu katika damu pana uhai wa nini? Pana uhai wa kiumbe, na Mungu aliwapa damu kwa ajili ya upatanisho juu ya madhabahu. Lakini je, sisi je kwa sasa hivi, na sisi bado sasa hivi damu mtu asionje? Kwa sasa hivi hatujakombolewa kwa damu ya yule kuku naye mchinja ama ng'ombe. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Kumbuke ya kuwa shida ni unapokula damu mbichi ina athari ya kuweza kupata magonjwa. Ndio maana usile damu iliyo mbichi. Lakini kumbuka ya kuwa hatuhukumiwi katika damu ya mnyama. Kama ukipika ukitafuna, mimi wala siwezi kukuhukumu, kwa sababu sio katika damu ya kuku, wala sio katika damu ya ng'ombe, wala sio katika damu ya mbuzi, bali katika damu ya nani? Damu ya Kristo Yesu umekombolewa. Sema, katika damu ya Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo Mimi nimepata kukombolewa. mimi nimepata kukombolewa. Damu ya Yesu, Damu ya Yesu inaninenea mema. inanenea mema. Damu ya Yesu iendelee kunena mema katika maisha yako, na umalize mwaka huu vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Umeona sasa? Lakini Mungu anawaambia kuwa vitu ambao ni vitakatifu hawakuruhusiwa kuvila. Labda imetokea kuwa wewe unataka kutoa nini? Unataka kutoa fungu la 10 ambao ni katika nini? Katika nafaka zako ama katika mifugo yako. Bila shaka kama ni sehemu iliyo mbali, ulitakiwa uiuze alafu ubebe hilo uende ukanunue kule. Ama ungeweza ukachinja alafu pale ukaifanya kama karamu ukala, lakini ukamwalika Mlawi. Lakini maana Mlawi unapomwalika lazima angalie tukio nzima ya uchinjaji na jinsi kazi inapoendelea. Lakini pia yatima na wajane walitakiwa pia uwakaribishe. Ndio maana unaona sasa kwenye Agano la Kale watu hao walipofika katika nchi ya ahadi, kuna wakati ambao fungu la 10 wangeweza kuitumia. Lakini kumbuka pasta, kwa sababu kila eneo palikuwepo na Walawi, maana walitawanywa katika miji yote, wangeweza kusimamia hayo matukio. Lakini vitu kama zile sadaka za nini, za kuapa, zile kiapo hizo na nadhiri, ilitakiwa moja kwa moja hizo uzipeleke mpaka mahali palipowekwa jina la Bwana, ambao walikuwa nazipeleka Shilo. Lakini baadaye, baada ya kujengwa Yerusalemu ile hekalu, walikuwa nazipeleka wapi? Kule Yerusalemu. Nani ananielewa? Hebu twende kwa jina la Yesu. Bwana Mungu wako atakapoongeza mpaka wako kama alivyokuahidi,
kula nyama. Waweza kula nyama kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe na kondoo aliyokupa Bwana kama nilivyokuagiza. Nawe utakula ndani ya malango yako kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Kama vile aliwavyo paa na kulungu, ndivyo utakavyoila nyama hii. Asiyekuwa tohara na aliyetohara wataila pia, ila ujiadhari kwamba usile damu. Umeona? Wasiyekuwa na nini? Wasiokuwa na tohara na walio na tohara. Maana yake waliyekuwa na tohara ni wale ambayo waliingia katika ile agano la kuwa Waebrania kwa kutairiwa. Maana kumbuka, hiyo ilikuwa ni kigezo cha kumfanya mtu hata wa mataifa afanye nini? Aweze kuwa ni Mwebrania. So katika kula, umechinja nyama yako wewe, katika mfumo huo yaliruhusiwa mtu ambayo ni wa agano la Ibrahim, aliyeingia katika agano ile, ambayo ni anawezekana Mwisraeli ama mtu ambayo aliingia kwa hiari, lakini pia mtu ambayo alikuwa hayupo katika ile agano pia aliruhusiwa pia akaribishwa. Maana sasa kumbe nia ya Mungu ilikuwa ni watu wote wawe na umoja, wachanganyike pamoja na wana wa Israeli, lakini msisitizo wa damu ulikuwepo. Maana damu alipewa juu ya madhabahu kwa ajili ya upatanisho. Lakini kumbuka, upatanisho huo ulikuwa ni picha na kivuli cha kazi ya upatanisho ambayo Kristo Yesu angekuja kufanya kwenye kifo chake pale katika mlima wa Golgotha, juu ya msalaba pale alipoangikwa juu ya mti. Maana pata picha ya kuwa kilichokuwa kinatolewa kama sadaka bila shaka ilikuwa inatolewa juu ya madhabahu. Madhabahu gani? Madhabahu ya kuteketezwa, ambayo katika msafara huo wa kuelekea Kanaani tuliona ya kuwa madhabahu hiyo ilikuwa katika ua la nje, lakini palikuwepo na maskani ambapo palikuwa na sehemu patakatifu na sehemu patakatifu. Lakini ile madhabahu, kwa nini ilikuwepo katika ua la nje? Ni kwa sababu kumbuka ya kuwa ile maskani ilikuwa inawakilisha mahali alipokuwepo Bwana. Ilikuwa inawakilisha Yerusalemu, hekalu, pamoja na ule mji wa Yerusalemu mzunguko wake. Umeona sasa? Lakini ua la nje, ina maana ile madhabahu ilikuwa nje ya maskani, katika ua la nje, ikiwakilisha kuwa Kristo Yesu angesulubishwa, lakini nje ya hekalu na nje ya mji wa Yerusalemu. Ndio maana katika Waebrania sura ya 12 inasema ya kuwa na watoke nje ya mji wamfuate, wamwendee, nawe toka na umfuate Bwana. Nasema ya kuwa watu wa Mungu, Kristo anasulubishwa nje ya mji. Ndio maana ile madhabahu ya kuteketezwa, madhabahu ya shaba, madhabahu kuu, iliitwa madhabahu kuu kwa sababu kumbuka, damu ya mnyama iliyomwagika kwa niaba ya mtu aliyetenda dhambi ilimwagwa juu ya ile madhabahu, iliteketezwa pale, ikiwakilisha ya kuwa dhambi zetu zingekwisha pale juu ya msalaba. Ina maana hii madhabahu ya kuteketezwa ilikuwa ni picha na taswira ya msalaba. Ndio maana watu wa Mungu, dhambi za wale wana wa Israeli ilikuwa inaishia katika ile madhabahu iliyekuu, ama madhabahu ya kuteketezwa. Nani amenielewa? Hebu twende kwa jina la Yesu. Ila ujiadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndio uhai, na uhai usile pamoja na nyama. Usiile imwage juu ya nchi kama maji. Umeona sasa? Ni kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Kwenye sadaka iliyotolewa kwenye agano la kale, damu haikutakiwa kufanya nini? Kutakiwa kuliwa. Lakini Yesu alisemaje pale katika agano letu? Alichukua kikombe cha maji ya zabibu, iliwakilisha damu yake, sio damu yake. Akasema hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayemwagika kwa ajili yenu.
wanywe, na iwe ni ukumbusho wa nini? Ya kifo cha Yesu. So mbona kwa challenge? Ndio nasema hivyo kwa Mungu. It looks as if it is vice versa. In the spiritual realm, it is supposed to be taken. In the physical realm, it was not supposed to be taken. So when you are talking about the Word of God, you have to differentiate. You try to elaborate if you are talking about the spiritual realm or the physical realm. Maybe you are living in the physical realm, but what are you portraying? Is it in the spiritual or physical realm? That is where there is a challenge for people who are saved. Here comes a case whereby John the Baptist is telling his disciples that the Lamb of God who takes away the sins of the world. It was Jesus in the real sense, but in the spiritual realm, John the Baptist was seeing Jesus as a lamb. In the spiritual realm, it is a lamb. In the physical realm, it was Jesus himself. So while you are praying, while you are meditating on the word, try to go further and see that on which ground are you operating? Are you operating in the physical or the spiritual realm? Don't mix up yourself. I'm saying that in the near future, it will be clear to you. That is why let us just move on step by step. But I know very well that sooner than immediate, everybody will know on how to operate on these two grounds. It is giving people a lot of problems. That is why you can pray and you conclude your prayers by saying that in the mighty name of the Lamb of God. Is it right to say that? Is it right? Yes, it is right. Because you are in the physical realm. In the physical realm, it was the lamb which was being slaughtered. So when you hear me praying and calling in the mighty name of that goat of sacrifice, don't misunderstand me. So that is why the world is looking for something which is totally different. Imitation is full in the world. Some people, before even they start praying, the devil knows very well what they are going to use, the weapon which they are going to use, the words which they are going to mention. But let me tell you one thing. It should not be the same daily, every day. Don't let people know that, oh, the other person who is praying is so and so. Because the way you do pray, it is the same every day. If you are taking your time to go through the Bible daily, you will be different in prayers. The way you pray today will be different to the way you prayed yesterday, and different the way you will be praying tomorrow or tomorrow but one. So I'm saying this. That is the beneficial of you knowing the Word of God. You can't know the Word of God by your own. It is by the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's move on. Usiile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako utakapofanya yaliyoelekea machoni kwa Bwana. Ila vitu vyako vitakatifu ulivyonavyo na nadhiri zako uvitwae ukaende mahali atakapochagua Bwana. Nawe zisongeze sadaka zako za kuteketezwa, nyama na damu juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, na damu ya dhabihu zako imwage juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, na wewe utakula nyama yake. Maneno haya ni kuagizayo yote yatunze na kuyasikiza, ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako milele, hapo uyafanyapo yaliyo mema na kuelekea machoni kwa Bwana Mungu wako. Umeona, ili afanikiwe Israeli na watoto wake, lazima maneno yote anayeagizwa ayafanye.
ili adumu katika hiyo nchi ambayo Bwana anampusha ili aende akamiliki. Watu wa Mungu, hii ni kitu ambacho imenifundisha sana. Huwezi ukapata baraka sehemu ambayo hujafanyia kazi. Hii ni kitu ambacho ni kweli. Sehemu ambayo kuna ahadi ya kuwa Bwana atakupa, lazima itangulie maagizo ya kutekeleza kwanza, ili wao na watoto wao kustawi katika nchi ya Kanaani waliyekuwa wanaiendea. Walitakiwa wakae katika sheria, na sheria ina maana ilikuwa inatakiwa unapokaa chini unaongea, unatembea unaongea, yani kuongea ili takiwa ifanye hizo sheria ziwe kwenye damu ya mtu. Ndio maana hata sasa hivi watu wa Mungu, neno la Mungu iwe ni sehemu ya maisha, na neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Neno la Bwana likae ndani yetu kwa wingi, maana Mungu ni neno na neno ni Mungu. Umeona sasa? Yesu anasema kwa mkikaa ndani yangu na neno langu likakaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Tutakaaje ndani yake? Yesu ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, ambayo ni neno. Kristo ni neno. Anaposema tukae ndani yake, anasema tukae ndani ya neno. Lakini sio tu kukaa. Kuna mwingine anakaa ndani ya neno, anaishi maisha matakatifu, asengeni, anasikiliza kuliko kuongea. Lakini sasa shida ni kipengele cha pili, ambayo mkikaa ndani yangu, ina maana tukikaa ndani ya neno na neno lake pia likakaa ndani yetu, basi hapo ndipo maana ni upanga ukatao kuwili. It is a double sword. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, ukikaa katika neno, pasipo neno kukaa ndani yako, haijakamilika. Wengine neno limekaa ndani yako kweli, lakini hujakaa ndani ya neno, hujaishi jinsi neno. Maana lengo la neno, maagizo aliyo Musa anawapa kizazi kipya, ilikuwa iwaongoze kwenye kuishi maisha matakatifu. Kama utasoma Biblia, neno lisikae ndani yako, neno hilo, na usiliweke katika matumizi, ina maana haiwezi kufikisha kwenye hatima yako. Ndio maana vitu viwili vinakwenda pamoja. Soma uelewe, ikae ndani yako kwa wingi, alafu uiweke kwenye matumizi. Vitu viwili ukifanya, unaona matokeo yake. Na inashinda watu kweli, kwa sababu mtu anasema nitakaje ndani ya Yesu, hajui ya kuwa Yesu ni neno. Anasema kwa mkikaa ndani ya neno, anaposema mkikaa ndani ya neno langu, neno langu likikaa ndani. Lakini sehemu nyingine anasema hivi, mtu anayesikia neno lake na kulitii anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Mwamba, ikatokea mafuriko, nyumba isibomoke. Lakini mtu anayesikia pasipo, unaweza ukasikia usitii. Hao watu walisikia. Kusikia, unapewa option ya kusikia, lakini unatakiwa ya kwa baada ya kusikia sasa ikae ndani yako, alafu kae ndani yako. Ndio maana Mungu, mimi nampenda Mungu. Mungu amekupa chaguzi. Hakuna utakaye mlaumu ya kuwa mchungaji, mbona mimi natenda dhambi. Maamuzi ni ya kwako wewe kuchagua, ama kuishi maisha matakatifu ama kutenda dhambi. Lakini wacha nikwambie, inawezekana hukumu yako isiwepo sasa hivi, lakini desturi ya Agano Jipya, hukumu inakuja baadaye. Hukumu itakuja mwishoni, lakini bora umalize na Bwana. Wayahudi walipotenda mabaya, wengine walikwenda utumwani na walirudi. Lakini wewe ukienda kule kwenye hukumu ya mwisho, unatoka. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bwana Mungu wako atakapokatilia mbali yale mataifa mbele yako, huko uingiapo kuyamiliki, nao ukawatwaa na kuketi katika nchi yao, ujiangalie usije ukanaswa kwa wafuata wakiisha kuangamiza mbele yako, wala usije ukauliza habari za miungu yao kusema, mataifa haya wasikizeni miungu yao, nami mfanye vivyo. Usitende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila aliye machukizo kwa Bwana ayachukiao yeye wameifanyia miungu yao. Kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Neno ni waagizalo lolote, liangalieni kulifanya, usiliongeze wala usilipunguze. Umeona sasa?
sasa neno hilo unapoikuta kwenye mwisho wa Biblia, unadhani ya kuwa ni mara ya kwanza imetajwa? Mwandishi wa Mhubiri alisema kuwa kuna jambo jipya hapa chini ya mbingu, unajua. Yohana kumbe anahitaja kule kwenye mstari wa mwisho sura 22 kitabu cha Ufunuo ya kuwa usiongeze wala usipunguze, maana utapunguza utaongeza. Lakini Musa ndiye aliyesema. Lakini umeona sasa Musa, watu hawa wakujua kinachoendelea kule Kanaani. Musa anawaambia kwa nchi ile wanayoendea, wale watu ni watu ambao wameshapotoka, na wao ndio Mungu anawatumia kwenda kwa hukumu wake. Ndio maana wanaambia kwa hata mabinti zao wanaabudu miungu yayo, hata watoto wale. So wanasema kuwa wao lazima wakae katika mapenzi ya Mungu, wayashike, lakini wasipunguze wala wasifanye nini? Wasiongeze. Kumbe na sisi hatutakiwi kupunguza na kuongeza. Ndio maana lazima tusimame katika neno la Mungu ili hai. Lakini hebu pata picha, huyu ndio Musa yule aliyekuwa anapokea kutoka kwa Mungu. Anawaambia Musa amebadilika, amekuwa sasa kama mhubiri, amekuwa kama mfundishaji sasa. Kumbe kazi ya nabii ni kazi ya kuhakikisha amefundisha watu neno la Mungu na ikaeleweka. Kumbe manabii wanayo ile karama ya ualimu. Musa anapofundisha, anapofafanua. Lakini kumbuka, hicho yawezekana ndicho kilichokuwa kinakosekana kwa nani? Kwa kile kizazi kilichotoka Misri kiwa na miaka upanuzi kwa zaidi. Tumepata neema hiyo sasa hivi. Yesu Kristo alikuwa anafundisha kwa mifano, lakini anapokwenda na wanafunzi wake faragani alikuwa anafafanua ili wapate kuelewa ile mfano aliyekuwa anafundisha. Alikuwa anafundisha mifano kwa mifano ili watu wengine wasielewe, lakini wanapokaa peke yao anawafafanulia wanafunzi wake. Lakini hata wewe mtu wa Mungu, watu wanapenda kujua. Umejua mara nyingi tumekuwa tukitaja imeandikwa, lakini mtu akwambia imeandikwa, hebu nifafanulie. Kaa katika uwepo wa Mungu Roho Mtakatifu afafanulie watu neno la Mungu. Faida ni mtu akielewa maana yake. Kuna mara nyingi sana tunashindwa kuishi maisha matakatifu kwa sababu hatujaelewa neno la Mungu inapotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kila neno iliyekaa ndani yako, itafakari. Kama hujaielewa, andika chini, tafuta kuijua. Umeshindwa kuipata, nenda kwa mchungaji ama mtu yote ambayo aliokoka kabla hujaokoka, ambao yuko juu kiroho kuliko wewe. Na hivi ndivyo njia ya kupata kujua. Kuna neno ambalo leo kunisumbua miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Lakini unaposoma unakuta neno kama marago, neno kama beramu, na unaishia kusoma Biblia ya Kiswahili tu. Yawezekana usielewe, ukapita tu kila siku mpaka utakapochukua hatua, ama ukutane na mtu ambaye atakwenda hatua kwa hatua akikufundisha maana ya kila neno. Hebu tuende kwenye sura ya 13. Ukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea. Hebu sasa usikilize habari hiyo. Naomba hiyo sura usikilize kwa makini. Ndio maana nakwambia hivi, kuna wakati mwingine unaposhika mstari mmoja alafu unafundisha unaruka nayo. Ukikuta mtu ambao Mungu anamfunulia atakucheka. Mimi ukiniambia kuwa mtu fulani afiekwe afe, mimi nakazia macho. Nataka kuona kuwa unaanza ilipoanzia bana. Hebu picha kuwa hata nabii ambayo ni muongo, hata muuta ndoto, anayeota ndoto alafu anatoa watu kwenye kuabudu Mungu wa kweli, walitakiwa wapigwe kwa mawe. So ina maana waliyetenda dhambi wakijua hawakuwa na neema ya kutoa sadaka ya dhambi ama sadaka ya hatia, walitakiwa wao wafanywe, walitakiwa wao watolewe wapigwe kwa mawe mpaka wafe. Hapakuwa na hiyo neema. Ndio maana neema hiyo inapatikana katika Kristo Yesu. Neema ya msamaha ya dhambi inapatikana katika Kristo Yesu. Ndio maana sasa hivi unatenda dhambi, unapewa nafasi ya pili ya kupenda kuweza kufanya nini? Ya kuweza kuomba msamaha na kubadilika. Lakini kwenye Agano la Kale, ni nani aliyetenda dhambi kwa kujua akaishi? Hakuna. Ina maana aliyetenda dhambi pasipo kujua, huyo ndiye aliyetoa sadaka ya dhambi, sadaka ya upatanisho, sadaka ya hatia.
kama ulimuibia mtu kitu unamjua, adhabu yake ilikuwa ni kupigwa kwa mpaka kufa. Umefanya uzinzi wewe na mwanamke, so watu wa Mungu tunayo, ndio maana tunayo neema kubwa sana. Mungu anatupa nafasi tubadilike. Naomba kuanzia leo Mungu akusamehe mabaya yote uliyetenda kwa kujua ama kwa kutokujua, ambayo imekuwa ikitesa maisha. Kwa shetani kukukumbusha kila wakati, anakuletea ukumbusho wa mabaya haya. Kuanzia leo ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ninayafuta kwa damu ya mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu. Nayafuta kwa damu ya mbuzi wa Pasaka, mbuzi wa kafara. Ninafuta kabisa dhambi hizo na zisiwe kumbukumbu tena katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida, katika jina la Yesu. Amen. Amini kabisa ya kuwa kuanzia leo mabaya yote tumepewa mamlaka ya kuondolea watu dhambi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tufuate miungu mingine usiyojua tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikize maneno ya nabii yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu mliwajaribu wakati kujua kwamba mnampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kufuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na uwawe, kwa kuwa amesema leo kutoka juu ya Bwana Mungu wenu. Umesikia au hujasikia? Iwekee mstari. Siku moja itakusaidia kumjibu mtu, hata muota ndoto aliyesema kinyume na Bwana, hata nabii wa uongo aliyesema kinyume na Bwana. Hii inamaanisha kwa kwenye Agano la Kale neema ilikuwa haipo. Ukitenda dhambi kwa kujua, moja kwa moja ulikuwa unakatiliwa. Ndio maana Mungu anasema na Ibrahimu hivi ya kuwa, maana nitawapandisha kizazi chako kutoka utumwani, kizazi cha 4, maana dhambi za Waamori ama uovu wao utakuwa umetimia ili hukumiwe. Kumbe Mungu alikuwa anatoa hukumu kwa watu wakiwepo hapa dunia. Lakini neema hii tumepewa sasa ya kupata kuishi na kupata nafasi ya kutengeneza na Bwana. Lakini ukipata kusubiria hukumu itakao kuja mwishoni. Bwana Yesu asifiwe. Aliwatoa katika nchi ya Misri akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako iendee. Hivyo utakapouondoa uovu utoke katikati yako. Atakapokushawishi kwa siri ndugu yako, mwana mama yako au mwana wako, au binti yako au mtu wa kifuani mwako, au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikwambia, twende tukaabudu miungu mingine usiyojua wewe wala baba zako, katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu, karibu nayo au mbali nayo, tokea ncha moja ya dunia hata ncha ya pili ya dunia, usimkaribia wala usimsikize, wala jicho lako lisimwonee huruma, wala usimwache, wala usimfiche. Muue kweli, mkono wako na uwe wa kwanza. Umfanyeje mwanao, mke wako, ndugu yako, rafiki yako, kama Saganda rafiki yangu? Mkono wako ndio wa kwanza. Ndio maana palikuwa na sheria ya kuwa mashahidi yanahitajika 2, na mashahidi hayo yanatakiwa hao ndio wale wa kwanza kuchukua mawe kumpiga, kiasi kwamba kama wamesema uongo, basi damu ya mtu yule fanya nini? Iwe. Unaambiwa kwa mkono wako ndio uwe wa kwanza. Lakini je, kwa sasa hivi tuyatumie hayo? La hasha, tusiyatumie hayo. Tuwe na upendo, tuwasamehe watu, tuwafundishe watu kujua ukweli na kuacha mabaya yote. Ndio maana unapofika unafanya nini, kumbuka yote, unarudi kule, unakwambia kwa Bwana nabii wa uongo pia umuue na ndugu yako ule na wote wale waliokufundisha. Umeona sasa? Ndio maana sema watu wa Mungu, neema ya Mungu sasa hivi, usimchukie mtu, usiombe kinyume na mtu, usimtamania. Ukitamani tu mimi hicho umeshaniua. Kama mtu umemfanya tu inakupasha baraza mwatatu, ukimwazia mtu afe, ukitaja ufe, hujaua. Ukishaua wewe rafiki ya Yesu. Hapana. Ndio maana anasema hivyo tu Mungu. Mungu anatufundisha haya ili tubadilike. Tunahitaji kuleta mabadiliko duniani. Ishi maisha matakatifu watu wa Mungu. Penda watu wote.
Uwe na moyo wa upendo, maana Mungu ni pendo. Apenda nani? Apenda watu. Anza kuwapenda maadui zako, anza kuwapigia simu, anza kuwatakia mema. Maombi unayotakiwa kuomba sasa hivi, waombee mema, wamalize mwaka huu vizuri. Amen. Ninyamaza kimya, maana najua hapo imekuwa kweli tanzi. Na iwe tanzi kweli kweli. Hebu twende. Mkono wako unaua kwanza juu yake katika kumuua, baadaye mkono watu wote, nawe mtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Sasa wacha nikwambie kitu kilichotokea. Wayahudi walikataa kuwa makini na kumsikiliza Yesu. Hatimaye kilichomhukumu Yesu na kumuua ni sheria. Walitafuta jinsi watakavyomstaki, walishindikana. Walipomkamata wakainua mashahidi wa uongo. Mwingine akasema nilimkuta hekaluni akisema kuwa ataibomoa na siku ya tatu atakuwa amejenga. Hawakujua kuwa Yesu alisema habari za kifo chake na kufufuka kwake siku ya tatu. Mwingine nilimsikia akisema kwa tusilipe kodi kwa Kaisari. Yote hayo Yesu alipita. Lakini yule kuhani mkuu aliyekuwa mtu mwenye akili, Kayafa, alijua kabisa kuwa lazima mtu mmoja afie nchi, taifa. Ndio maana akajaribu sasa amfix, maana Torati ilikuwa inasema hivi: ukiulizwa jambo uliyejua ukanyamaza hukuijibu, basi ilikuwa ni dhambi, wala singekuwa ni mkombozi. Ndio maana akamwambia kuwa na kuapisha kwa jina la Mungu aliye hai, hebu tuambie wewe ndio mwana wa Mungu. Yesu akasema kuwa wasema wewe, na tangu leo ama tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu akifanya nini? Akishuka juu ya mawingu. Akararua vazi lake kuhani mkuu, akasema tunahitaji ushahidi gani? Amefanya nini? Amekufuru. Dawa ya kukufuru ndio kutaja jina la Bwana pasipo stahili, kama tulivyoona hapo, ambao mwanao ametaja, mke wako ametaja, mume wako ametaja, rafiki yako mtoe nje, na wewe ndio uwe wa kwanza kumsulubisha ama kumwangamiza. So kumbuke ya kuwa Torati inamwangamiza Yesu, wakati Yesu anasema ukweli. Hawakuelewa ya kuwa Yesu alisema mambo, alioperate katika mambo ya ulimwengu wa kiroho. Ndio maana alikuwa anasema kuwa mtaniona, mtaona, na maana mambo atakaye kuja, lakini baadaye anakumbuka ya kuwa watu wa Mungu, watu hao wanaamua wamuue Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walijua ya kuwa anawafundisha kinyume. Na ndicho kilichomwangamiza Stefano. Akahubiri ukweli. Alipoleta habari za Yesu akasema utafanya nini na mtu huyu? Wakamwingilia mashahidi wawili, Paulo na chekaje, wakati wanampiga kwa mawe. Baada alikuwa kijana mdogo, yeye ndio nguo za wale wanampiga, maana ule ukimpiga nguo walikuwa wanavua nguo na baki na nguo za ndani, maana hiyo nguo zitakuwa nini? Itakuwa najisi. So Paulo akazishika nguo zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Israeli wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano huo katikati yao. Kumbe ilikuwa mtu anapigwa kwa mawe na kutoka kupigwa kwa mawe, na ili Israeli na waogope, ili asiwepo mtu anayetenda dhambi, anayeabudu miungu mingine, anayekwenda kinyume na Mungu wao aliyeketi katikati yao. Kumbe ilikuwa ni iwe fundisho kwa watu wengine, wataogopa. Hebu twende. Ukisikia asema habari ya miji yako mmojawapo ukae Bwana Mungu wako ukayomo ukiambiwa, umetoka katikati yako mabaradhuli kadha wa kadha wanaopotoa wenyeji wa mji wao wakisema, twendeni tukaabudu miungu mingine msiyojua, ndipo nawe ulize na kutafuta, ukiuliza kwa bidii, nawe angalia ikiwa kweli na jambo lile halina shaka kwamba machukizo mfano wa haya yafanyika katikati yako, hakika yako wapige wenyeji wa mji ule kwa makali ya upanga, kwa kuangamiza kabisa pamoja na vitu vyote vilivyomo na wanyama waliomo kwa makali ya upanga, na nyara zake zote uzikusanyie katikati ya njia yake, na mji mteketeze kwa moto na nyara zake zote.
uwe sadaka kamili ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wako, nao utakuwa gofu milele, usijengwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa? Nikupe mfano ambayo hiyo ilitumika. Hiyo ilitumika kwa mawe. Watu wale Elia kuwachinja. Hebu tusome tuone. Tuone tu. Soma. Wafalme wa kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 22. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Hebu ruko some mstari wa 39 maana hapo utasoma, maana utasoma mwenyewe, lakini ama pia tutaelekea huko. Na watu wote walipoona wakaanza kufudifudi, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, kamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Aliwachinja. Aliwachinja matatu. Wewe ukitaka kujua aliwauaje, nenda kwenye manabii wa uongo, Kumbukumbu la Torati sura ya 13. Nasema kuwa Biblia itanyoshwa. Amen. Mahali palipopindishwa na shetani itanyoka tu. Ikinyoka, shetani hata kuwa na pakushikilia. Patateleza kila nguzo. Amen. Ataambiwa Bwana, ondoka shetani, nenda kuzimu kwenyu, pisha injili pite kwenye mataifa. Hiyo mpya. Hebu soma Wafalme wa pili sura 17 mstari wa 6. Wana wa Israeli kujiingiza kwenye habari za kuabudu miungu mingine wakati walijua habari hizo. Katika mwaka wa 9 Hoshea mfalme wa Ashuru akautoa Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akaweka katika Hala na Habori karibu na mto wa Gozani na katika miji ya Wamedi. Yalitukia hayo kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao. Yalitokea hayo maana wana wa Israeli walitenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao. Hawakukumbuka yale Musa aliyowaagiza na kuyasoma. Wangesoma hayo yasingetokea. Kumbe watu wa Mungu, turudi kwenye Biblia, tusome Biblia. Agano la Kale tujifunze kama msingi. Agano Jipya Injili ituongoze tuishi maisha ya namna gani. Ndio maana nilisema wewe ambao ni mwanafunzi wa Yesu, maisha yako na cha kutenda. Mathayo sura ya 5, 6 na 7. Uishije, uombeje, ukaaje, utafuteje, yote iko katika hiyo tuba ya nini? Ya mlimani. Hebu tuende tena. Hebu tuende kwenye Agano Jipya. Hebu soma Marko 13:22. Michael, wewe fungua Wagalatia sura ya 1 mstari wa 8 na sura ya 2 mstari wa 11. Alafu Epafra, wewe fungua Luka 14 mstari wa 26. Marko 13:22 nasema, Inasemaje? kwa maana ataondoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu wapate kuwadanganya, kama yamkini hata hao wateule. Bila shaka umeona. Patatokea, huyo ni maneno ya Yesu Kristo. Anasema patatokea manabii wa uongo watakayedanganya kwa ishara nyingi. Na uwezi ukawaelewa usipokuwa makini katika neno. Watakuwa kama ndio kweli. Lakini hayo yalitabiriwa. Ndio maana angalia. Nisiongee mengi, hebu soma Wagalatia sura ya 1 mstari wa 8. Anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu wa yeyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyoipokea, na alaaniwe. Injili waliyepokea Paulo ni injili ambayo Yesu aliachia wanafunzi wake. Enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza juu
kuyashika. So na kuagiza uyashike yale ambao Yesu ametuagiza. Ametuagiza wapi? Ndio maana nakwambia ya kuwa hizo sura 3 ambayo ni hotuba ya mlimani, Yesu alifundisha wanafunzi wake. Uweje na mahusiano mazuri na Mungu, uweje na mahusiano na wanadamu wenzako. Je, ufanyeje kazi ya Mungu? Je, uingieje, utafuteje fedha? Ipo katika Mathayo sura ya 5, 6 na 7. Hizo sura zingine soma, lakini utaona mifano na mambo mengi. Ninasema ya kuwa hiyo ndio injili. Paulo anasema kuwa kama wakihubiriwa injili nyingine tofauti na ile waliyepokea na kuwahubiria, basi wafanye nini? Wakatae. Hebu soma mstari wa sura ya 2 mstari wa 11 Michael. Nao unasema hivi. Lakini Kefa alipokuja Antiokia na alishindana naye uso kwa uso. Hebu pata picha kwa kiongozi wa wanafunzi wa Yesu alikuwa ni Petro. Petro tayari ameshamruhusu Paulo aende akahubiri injili mataifani. Yuko kule Ugalatia. Lakini Petro anapokuja Petro, kinachotokea anakubali kula na mataifa. Lakini wanapotoka watu kule Yerusalemu kwa Yakobo ndugu yake Kristo aliyekuwa ni kiongozi wa kule kanisa, Petro anaungana nao na Barnaba, wanakataa kula na wao, wanajitenga kuwa wao ni watu wenye tohara. Paulo anamtolea uvivu. Paulo anamueleza kiongozi wake ukweli. Hebu endelea tuone. Anasema kwa sababu alistahili hukumu. Bila shaka mimi kama nisiseme ukweli katika neno la Mungu, niambie mbele ya watu, nitapiga magoti, nitaomba msamaha. Nami nataka nikaze mwendo niende mbinguni. Ndio maana Petro aligeuka, na ukienda kwenye kitabu cha waraka wa Petro utaona Petro akimsifia sana. Waraka kwa sura 3 akisifia sana Paulo na kazi nzuri ambayo Bwana alitenda ndani yake. Ndio maana tupo kwa ajili ya kuonyana, tupo kwa ajili ya kufundishana, tupo kwa ajili ya kuadabishana ili tupate kukaza mwendo twende mbinguni. Nani yuko tayari kunionyesha sehemu ambayo nimekwenda kinyume? Ubarikiwe sana mamangu. Usiniache kabisa nipotee. Nataka niende mbinguni. Soma Luka, unasoma Luka. Kama mtu akija kwangu naye mtukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake, mume na wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yesu anasema kuwa kama mtu anaenda kwake hajamtukia baba yake, ndugu yake, hata nafsi yake mwenyewe, hawezi akawa mwanafunzi wake. Jikane. Beba msalaba wako kila siku, ndugu yangu. Mfuate nani? Yesu. Anayetia jembe shambani kulima na tazama nyuma. Hebu Epafra soma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 19 mpaka 20. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 19 na 20, nikiwa namalizia hapo. Petro na Yohana wakajibu wakamwambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Bila shaka haya mambo unayasikia na kuyaona, yanene. Hiyo ndiyo kutangaza fadhili za Bwana. Lakini usimkwaze mtu. Fundisha injili ya kweli. Hizi sura 2, 12 na 13, Musa amefafanua kwa undani zaidi habari za Torati, zile amri. So mtu wa Mungu, kumbuka ya kuwa hizo sheria ni zile sheria za ngapi? Sheria za sura ya 12, sheria ya kwanza ambayo mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote. Ukimpenda huwezi kutumia jina lake pasipo. Ukimpenda huwezi kutumikia mizimu, huwezi kutumikia yani sanamu. Lakini kumbuka pia katika habari za mahusiano kati ya mtu na wanadamu wenzake ambayo ni sura ya 13 kuanzia amri ya 4 mpaka ya 10. Nani mwenye swali kabla sijashukuru Mungu? Nani mwenye swali kwenye hizi sura 2, 12 na 13?
Bila shaka kesho hatutakuwa na kipindi, lakini Jumapili tutapitia sura tu moja tu, sura ya 14, lakini Jumatatu tukienda 2 nataka kwenye tarehe 22 mpaka 22 tuwe tumemaliza kitabu cha Kumbukumbu la Torati, alafu tuone kama Mungu anatupa neema kuweza kuwa na semina hata kama ni ya siku 4 ama 3 baada ya tarehe 25, kama utakuwa hujaenda kule kunyonya kule kijijini kwenu, kama utakuwa kwenye mji huu, kama utakuwepo, tunaweza tukawa na semina yetu. Tunaweza tukawa ni semina tunapitia kitabu cha Mwanzo tukiomba tu, tukipitia kuomba tu. Kitabu cha siku ya pili, kitabu cha nini? Kitabu cha Kutoka, tunaomba tu. Siku ya 3 mambo ya Walawi, omba tu. Siku ya 4 kitabu cha Hesabu, omba tu. Siku ya 5 kitabu cha Kumbukumbu la Torati, omba tu. Ukipita mto Yordani, ukisuka, umekuwa ni kiumbe kipya. Amen. Ukiingia kula unalala kama mtoto mchanga. Ikiletwa chakula unakula mpaka wanasema kabisa, kuna wachezaji ndani ya tumbo lako vipi? Unakula mpaka wanasema, tumbo lako limetoboka. Maana una hamu ya kula. Wengine hapa, wengine ukila hata hujui chakula kinaenda wapi. Bora hata ingejenga mwili wako. Nani mwenye swali? Anybody with any question? Any question? Na nasema mchungaji, namshukuru Mungu nimepata kitu kwenye sura ya 12 na 13. Kumbukumbu la Torati. Ni tamu sio tamu? Tamu sana. Nzuri sio nzuri? Nzuri sana. Acha nimshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watakatifu wako waliochukua nafasi zao, Baba wa rehema, na kuwepo mbele zako Baba, ukisema nao kama ulivyosema na wale kizazi kipya. Neno lako li hai Baba wa rehema, kama ulivyosema kupitia Musa Baba wa rehema, na kizazi kipya wakiwepo Baba wa rehema upande wa mashariki ya mto Yordani. Ndivyo Baba umesema na watu wako kupitia mimi Baba wa rehema. Neno lako liwakae, neno lako liwatakaze, neno lako ling'oe mapando yote, neno lako liondoe magonjwa yote, neno lako liwanasue katika mitego yote iliyetegwa kinyume nao Baba wa rehema, ili wasimalize salama Baba katika siku zilizobaki katika mwezi huu. Neno lako Baba wa rehema liwahuishe, liwaumbe tena upya. Neno lako leta amani katika nchi yetu. Neno lako lilinde mipaka yetu. Neno lako Baba wa rehema ilete upendo Baba kati yetu Baba wa rehema. Na neno lako Baba liinuke juu Baba wa rehema, na watu wapate kuelewa ukweli, maana ni nyakati za mwisho kama ilivyotabiriwa, ya kuwa kama maji yajazapo bahari, ndivyo Baba wa rehema hekima yako itakavyojaza Baba ulimwengu. Baba, mtu huyu ni mahali palipochaguliwa. Neno lako lizidi kukaa ndani yake, na Baba neno lako liomuongoze kutenda mema, maana imeandikwa mkikaa ndani yake, wakikaa ndani ya neno, na neno likakaa ndani yao, waombe lolote Baba wa rehema katika jina la Yesu, nao watapewa. Ninashukuru jina lako Baba, maana neno lako litazidi kunawiri ndani ya watu wako, na maisha yao yakibadilika, nao Baba wakizidi kujua ukweli, na huo ukweli tuwaweka huru. Iwalinde ukweli, iwaokoe ukweli, na ukweli Baba iende mbele zao, katika jina la neno la Mungu, na wote tuseme ni Yesu. Yes. Amen. Basi watu wa Mungu, mimi ni mtu mwenye furaha. Namshukuru sana Bwana jinsi alivyotembea katikati yetu.